Yes, the green ones. We make silage also with those ones. Oh, okay. Because they have the content also. Alafu ukiongeza a little bit of concentrates, it becomes chakula. Inakuwa chakula. Yes. Now, kenye nimekueleza ni kuwa we feed them as we look at what the body brings. Kama inafanya ama ifanyi, unafuatilia. Tunatoa hizo pia. Yes, okay. Nani bei yake iko chini. Bei yake iko chini. So kama ni mkulima mnyanaanza anasema sasa nitapata silage ni bei kali, you can use those ones. Complete hata bila any other thing. And they are doing good. One funny thing with Doba, wakuli sana. Wakiwa 8, ukiona lots zetu unaona zimewekwa in 8. They only get these 2 per feeding. Hii tu mbili. Kwa kila lot. Kama hii sasa hapo. Mbili tu. Kitu yenye mimi nimelearn through my experience. Silage ya Napier na Napier Green ni king kwa kondoo. Ni king kwa kondoo. Yeah. Ama ndumu. Ram moja anaweza kuadhibu. Lakini water iko tu silent. Iko silent. Inatata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa Doba bora. Mahali Yes, Bwana Hosea. Ndio. Leo nimeshukuru sana kufika katika shamba lako. Tumeshukuru pia. Inaitwa Limo kutoka ufugaji wa Dopa. Yes. Ndio. So nimeshukuru sana kwa kutukubalia kuja hapa tujifunze hata sisi. Karibuni kabisa. Actually lengo letu kubwa tu ni kujifunza. Yes. Kujua unafanya aje tofauti. Yes. Nimegundua ukienda shamba ingine ni tofauti. Ukienda ingine ni tofauti. Lakini kufikia mahali unaanza kupata the right trajectory. Yes. Kuna vitu utapata yenyewe inafanyika kwa kila shamba. Yes. Unaona ufugaji wa Doba, mimi naitwa Hosea. From SH Dobas. SH Dobas. Unaona pale imeandikwa SH Dobas. Ndio hiyo kabisa. Yes. Hapa Mosoriot. Elezea direction. Yes. Ndio mtu anaweza ona hii atake kukuja hapa. Kabisa. Ukifika Mosoriot Center kwenyewe, unakuja njia Ngechek only 2 kilometers. Only 2 kilometers from the center. Ukikuja na public means, ukifika pale useme unakuja kwa Hosea, utafikishwa hapa kwa mlango. Hata mimi nilisema hivyo tu na nikaletwa mbio. Ni hivyo kabisa. Ni shilingi 50 tu kutoka kwa center mpaka. Yes. Na unafika haraka kabisa. Kabisa. Yes. Umesema kuwa ukienda kwa shamba mingi unapata different things are happening. Kitu yenye tumelearn kutoka hapa biashara ya Doba ama ukulima wa Doba ni kuwa you learn through the process. Yes. Unafanya kitu yenye unaona results. Sio unafuata tu what people do there in South Africa ama wapi. Climates are different. So sisi we are results driven. Yes. When you feed, you look at the body. Is it giving it? Is it improving? Or you are feeding useless? Yani una feed food in useless. Hakuna tofauti. Yes. So we learn through the process. And when you get the right procedure, you use that formula. Unaconcentrate hapo. Unaconcentrate na hiyo formula sasa. Yes. Na pia chakula unajua inategemea mahali pengine chakula zingine zinapatikana. Yes. Hata sisi hapa kwetu hapa SH Dobas, kitu ya muhimu sana we have learned through the process na tumejua kuwa we feed chakula, we source food when it is cheap. When it is cheap. Yes. So sometimes we can even be on grass peke yake. We can be on silage. We can be on Napier. Kama saizi kuna nyesha, Napier na grow. So we measure our feeding na Napier. Yes, na kusupplement with other things. Kwa hivyo yako unaenda na season. Unaenda na season. Vile season niko. Na nikilisha ninaangalia whatever the results are coming. Nikiona pengine niko na oats, niko na sugar sorghum. So those things zinasakile. Ukikuja hapa hivi utapata saa zingine niko na silage, utapata saa zingine ni Boma Roads tu. Saa zingine ni Boma Roads. Ama saa zingine ukuja upate ni sorghum ama oats. Yes, sasa and I've tried those things. All of them, they are giving good results. Yeah, so you plant them, you balance them. So whatever they strip. Wakati chakula ni cheap kama sasa nyasi, hata nyasi ikiwa mingi, you have a free space, you can do free range vizuri sana. Unafanya free range vizuri. Kama ile shamba yetu ingine tunafanya free range kabisa mzuri. Complete hata bila any other thing. And they are doing good.
Kwa hivyo dopa inafanya both sides. Inafanya free range, uweke zero grazing inafanya mzuri. Uweke free range inafanya mzuri. Yes. Lakini ile free range inabidi usupplement ama completely, hata bora nyasi ni nzuri. Dopa inafanya vizuri, asubuhi ndio upe chumvi na little supplement, they are doing good. Alafu na advice wenye wako na watoto, yani the young ones, wakishapita ile stage ya kwanza ya siku 2-3, ile stage yenye bado ni week wakisha nini, waende kwa pasture. Oh, okay. So that they build their muscles. Muscles are built when zinakimbia na kufanya a lot of practices. Yes. Ni kweli. So I usually advise hata wenye wako na watoto waachiliwe. Kwa hivyo mtu asije-stress. Kama uko na pasture mzuri, wewe concentrate on that one. On pasture. Kama people who are wanavuka doba ranches, they're just doing on pasture. Wanafanya pasture peke yake. Pasture peke yake, and they're doing well. Okay. Even those big farmers in South Africa wapi, if you look at them, they feed them kidogo na wanaachiliwa. Wanaenda the source for themselves. It builds their muscle, it regulates their fats. Au watu unajua wananona na activity. Ina regulate their fats. Okay. Yes. Unaweza tuelezea pia yako vile unalisha asubuhi? Yes. Unaona tumechelewa, tulikuja kama umelisha. Yes. Sasa asubuhi sisi tunapea Boma Rods mixed with silage. Yes. We have we can at sometimes we can tunakuwa na Napier silage. Napier silage. We can have sugar sorghum silage na full grain. Yes. Full grain ni mahindi kabisa. You know, hata sisi hapa hivi in the act of kucut cost, sometimes wakati tunatoa mahindi, si zile nini zinabaki, hizi masakari mabua ya mahindi. Yes. The green ones, we make silage also with those ones. Okay. Because they have the content also. Alafu ukiongeza a little bit of concentrates, it becomes chakula. Inakuwa chakula. Yes. Now kenye nimekueleza ni kuwa we feed them as we look at what the body brings. Kama inafanya ama ifanyi, unafuatilia, tunatoa hizo. Lakini with those yenye tumekuwa tukitumia hata hiyo peke yake imekuwa ikifanya vizuri. Yes, okay. Bei yake iko chini. So kama ni mkulima mwenye anaanza anasema sasa nitapata silage ni bei kali, you can use those ones. Unajua hapa kwetu wanauza a point 400 shillings tu. 400. A point 400 yenye imeshatolewa wametorta mahindi. Yaani eka moja ni 4,000 tu. Naona siaga na unaweka. Na unashaka na unaweka. Sio ni chakula kingi sana. Ni chakula mingi sana mzuri. Kwa mwenyewe na 10 15 hiyo imeenda 1 year. Hiyo imeenda 1 year. Only 4,000. People say it's expensive. Hiyo ni only 4,000. 4,000 unajua kuna hata wenye mahindi zile ndogo wataacha. Iko ndani sababu watu wenye wametorta mahindi ya pile itolewangi. Haitolewi. Si inatolewa ile mahindi yenye iko tayari. Na hizo mahindi zinaonga smart kabisa. Sasa unanunua hiyo tu. Na hiyo mahindi ya vile. Hata mwingine aseme sijalima shamba. Sasa nitafanya nini? Go for those ones. Hiyo ni siri moja kubwa. Na unajua kwa shamba ndogo kama sasa vile sisi tuna feed silage asubuhi na Boma Rods. Ukifeed hivyo na uachilie sasa they go for free range, already wameshapata. Na wamepata ile chumvi imemixiwa pale. Na kuna ile chumvi iko kwa nyumba. So wamepata something out of it. So hata wakitoka sasa after kwa feed saa 4 hapo kumekuwa dry, uachilie. They are doing good. Many farmers wenye nimewauzia, they are doing semi wanachanganya. They feed in the morning, kidogo tu. Alafu wanaachilia. Yes. Inaenda free range. Unajua one funny thing with doba, wakuli sana. Wakiwa 8, ukiona lots zetu unaona zimewekwa in 8. They only get these 2 per feeding. Hii tu mbili. Kwa kila lot. Kama hii sasa hapo 2 tu. Asubuhi jioni. Sasa ukipea asubuhi hata moja na uachilie, they are doing good. Sasa yetu iko controlled feeding because there are many. Na kweli hiyo ni siri ya dopa. Yaani chakula yake ina convert high conversion. Yaani inatumia chakula mzuri kidogo. Yes. Inatoa ile nini kila kitu kwa hiyo chakula. Mingi. Na kienyeji unapata mbolea mingi. Yaani unaona doba
Na kienyeji ukifika asubuhi kienyeji hata umefika asubuhi walikuwa wajekula. Lakini when you look at them they are just intact. Hata ukuje saa 11 utapata they are just intact like that. Lakini ukipata kienyeji asubuhi wamekula bwana wako njaa. Lazima ufeed them so that they kae na wakui tena chakula mingi wanakuwa stagnant. Yes. Sasa hapo tena kunaonga na something, kuna magonjwa yenye nakwanga imewaffect. Kuna magonjwa ya clostridial diseases yenye unalisha kondoo na akui. So wako na magonjwa kwa mwili. Wako na magonjwa. So we need to vaccinate this thing. Wakulima wana overlook that one. Anaweza kupata hii doba na bado iende kulemea kulisha. Yani uende ulishe na asigrow ama asimaintain that nini. Mimi na huwa nimevaccinate hapa. Pengine wewe uende usiendelee. Mimi I do deworming on a monthly basis. Deworming kila mwezi. Na nimefanya in such a way I don't have to keep even record because nimeifanya kama wakati wao wengine wanaendanga deep Saturday. Umeweka tarehe fulani. Tarehe moja kila mwezi ni deworming. Tarehe moja kila mwezi. Tarehe moja, sasa ikifika tarehe moja tunajua ni deworming kila. You see, so it is very simple. It's very simple. Vaccination every January. Yenye tunafanya ya yearly. Vaccination kila January. Jova class. Hata usipoweka records wewe unajua tu ni Jova class T. Yes, kila January. Kila January. Zote. Every 3 months tumeipea medicine. Okay. Every 3 months. Hata tukifanya Januari, mwezi wa 3, mwezi wa 6, mwezi wa 9, 12. It's simple. It's very simple. It's very simple kwa mkulima mwenye hata hajajua keep record. You maintain dates. Yes, unaona kama deep. Nani alisema deep lazima ikuwe Jumamosi? Lakini sasa lazima unaona kila mtu anaandika unajua tu ni inaenda deep. So when you learn things through experience, you set your own rules, you set unajipanga. Yes. Mzuri sana. Yes. Hii deworming unatumia moja ama saa nyingine unabadilisha? Na deworm unabadilisha 4. Kama mimi natumia 4 different. When you look at those dewormers, iko na color codes. Na hizo color codes inakusaidia inapiga worms tofauti na vile ina hack nazo. The white ones haziendeshi, the yellow ones zinaendesha. So ita change the white and yellow. You can choose 4 dewormers and unaona it's perfect for you and interchange. Bora interchange those color yellow codes. Sasa una interchange between white, yellow na white. White, yellow, white, yellow. Then you start again you start the white one. Hiyo ni formula simple sana. Simple sana. Tena naifanya white ikikuwa Januari, the same kama nitumie Curaflu Januari, nitaitumia mwezi wa 5. Wa 5. Na alafu ndaitumia tena mwezi wa 10. Sasa hata unaweza nunua za mwaka mzima tu. Tunanunua mwaka mzima kama wewe ni mkulima mdogo unanunua 1 liter na itafanya the whole year. Hapa ni maternity. Naona. These are almost. Okay. Ukiangalia hata unaona maziwa imeanza kuteremsha. Naona. So at maternity. So sasa ile bado tuseme 1 month sasa ndo wanakuja hapa. Sana kwa wakulima wenye wanaanza, hata na advising don't use a lot of grains nini. You only hype wenye wamekuja. Sasa ukiseti maternity, hao ndio unaweza wafeed. Unaweza wapump kama steaming ya ng'ombe. Yes. Lakini hao wengine usijaribu. Hao wengine don't use a lot. As long as they are in good body condition, ndio muhimu ya kunyoa pia. So that you look at unajua vile mwili iko. Juu kinyoa sasa inakuonesha vizuri. Na usiponyoa inakaa ni kama iko sawa. Ukiwafanyia ile normal feeding, you don't need to add your extra cost ya grains nini. You have salt, you have food. Grains inaongezeka sasa, tunaanza kuboost last month. Ndio growth ya watoto hata kwa tumbo inawakaa sana. Last month. So you come and steam it. Alafu tena kwa wakulima ni vizuri kujua kuwa kondoo akiwa na maziwa ndio success ya watoto. Yes. Kondoo akiwa na maziwa ni success ya watoto. Yes. Ukisema steaming unamaanisha nini haswa?
Steaming ni kuongeza kama kupea dairy meal. Oh, unaweka dairy meal. Yes, kuongeza concentrates. Yes, kama umekuwa ukipea the others say 50 grams. You can now start giving this one 150 grams. 150 grams kwa siku. Hiyo ina steam sasa. Ina steam, unapata hada nzuri. Ukipata hada nzuri, through our experience, those nini become very healthy. Those lambs they become very healthy. Despite the fact hao walikuwa na unaona ako na injury kwa mguu, walikuwa kwa shamba huko chini wakaumia. That's why unaona they are closer to me for maintenance. Yes. Yes. Waliumia lakini at the end of the day unaona they are coming up well. Unaona ule ameumia mguu karibu ikatike kabisa. Lakini kondoo upona. Unaona umefunga ile style hata mimi ufunga. So ni hivyo. So tulikuwa tunaongea about feeding asubuhi. Tukawapea silage na boma rods. Na tukaongelea we were 3 types of silage. Kuna full grain, kuna ya Napier, alafu kuna ile ya sugar sorghum. Hiyo nimependa sababu ni kama Napier. Okay, sugar sorghum. Yes, unakata inamea. Na unakata unamea. Nikikwambia kuwa hata kwa hii msimu wa ukame walikuwa wanakula ya sorghum because ina grow, ni resistant. Unakata ina grow tu ni kama Napier. Wow. Yaani unafuatizia tu kama ni mbolea kosha ina grow tena. Na iko na energy, ni smart sana. Anytime any period I'm feeding them, they become very excellent. Excellent. Okay. So those 2 things according to me kitu yenye nimelani. Hata hii ya silage ya full corn. Kitu yenye mimi nimelani through my experience. Silage ya Napier na Napier green ni king kwa kondoo. Yes. Kwa hivyo hata unaweza survive na Napier peke yake. Napier king. Na vile Napier ina grow mbio siku hizi. Yes. Hizo ndio kitu wakati wanakula hizo vitu. They are doing good. Unaona wanabadilika kabisa. Mwili yani hata inakufurahisha. You don't need to work hard. Yani he works smart. Na najua sasa wewe challenge yako ya maugonjwa ni kidogo kwanza vile una. Ni kidogo because ni maintained. Alafu magonjwa mingi ya kondoo inakosiwa na weakness ya body. Na weakness ya body inakosiwa na deworming. If you perfect on your deworming schedule, umeovercome a lot of things. Ugonjwa zinapungua kabisa maradufu. Kabisa. Ama hiyo ni shida nyingine tunahangaika kwa kienyeji kwa sababu na nini tena? Na vaccination. Yes. Sasa kama una vaccinate na unafanya deworming, alafu unaona hii yetu atuspray, wamepatana ile ivermectin every 3 months. Inamaliza hiyo. Hakuna wakati na hakuna utalala hata hapa, hakuna kitu itakukula. Yes. Ingawaje yako naona iko safi sana. Iko safi, bora ni dry. Iko safi kabisa vizuri. Chini ikiwa dry. Kondoo anakaa perfect. Kondoo na nini? Wanakaa vizuri kabisa. Sasa tuingie kwa hii nyingine. Hao ni wasichana tu. Wasichana pia at a certain stage. Hawa ni kama miezi ngapi? Wengine ni miezi 2, 3. Pregnancy, yes. Pregnancy. Yes. Lakini umri wao ni 1.5 years. 1.5 years. Yes. Hawa ni first timers. Mara ya kwanza sasa. First timers. Ngaje huyu na huyu ni second timers, lakini hao the others ni first timers. Hao ni second timers, huyu na huyu. Ukiona hata ukiangalia body unaonanga second timers wamefunguka kidogo. Second uzuri ya kondoo, they become better as they grow old.